عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه, amma ba'd. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliziaji wa baadhi ya masomo ya Nahjul Ghanna al-Islamia, ikiwa tuendelea na somo la Tarikhul Kauni ya faslul khamis, mahali ambapo tulikoma katika tarikhi ya Hindi, mahali ambapo paelezea wal Hindu min a'zami al-aqtari tijariya, na Hindi ama India ni miongoni mwa makubwa zaidi ya matulo, yani ya mabara kibiashara, fil alami, katika ulimwengu. Wa kanat lahum alihatun kathiratun. Aqtari ni nchi, qaratun ndo tulo, ni miongoni mwa nchi kubwa zaidi kibiashara katika ulimwengu. Wa kanat lahum alihatun kathiratun, na walikuwa Wahindi wana miungu mingi. Wahindi wana miungu mingi ambao ni jamii ya ilahun. Min bainihim, miongoni mwa hao miungu ya Wahindi, albarahima, ni barahima. Barahima ni kwa kizungu anaitwa Brahma, ni mungu wa Wahindi ama katika Kihindusia, ambao ndio hao Wahindi, ni mungu ilahul khalq, mungu mwenye kuumba na mwenye kupatisha ulimwengu, na ndiyo roho ya ulimwengu ya juu, na ndo jauhari ya ulimwengu, na hujulikana bil khaliqi. Yani barahima tafsiri yake ni al khaliq, ni mwenye kuumba, na ni mwenye kuabudiwa katika miungu wakubwa watatu wa Wahindi. Yani miungu iko mingi, lakini kuna miungu watatu, hao ndo wakubwa. Barahima ni mmoja katika miungu watatu wakubwa, ambao wale wawili itakuwa ni Vishnu ama Vishnu ni wapili katika watatu, maana yake ni Al-Hafidh, na watatu ni Shiva, ambaye tafsiri yake ni Al-Mughni, mwenye kukwasisha. Wa huwa fi i'tiqadihim, naye huyo Barahima katika itikadi ya Wahindi, Rabbul Kauni wa khaliqihi, ni mola wa ulimwengu na ni muumbaji wa ulimwengu. Yashtariku maa Vishnu ama Vishnu, anashirikiana pamoja na huyu Vishnu ambaye husomwa kwa V. Al-Hafidh, mwenye kuhifadhi, wa Shiva al-Musaitir, mwenye kutawali, ama kwa maana mengine Al-Mughni, mwenye kukwasisha, mwenye kutajirisha. Wa Indra, na Indra batalus samai wa ilahul harbi, ndio mkota shujaa wa mbinguni na mola wa vita. Wa ya'taqidu al-hunudu bintiqali ruhi min al-maiti ila al-hayy, na wanaitakidi Wahindi kuna kilika kugura roho kutoka kwa alokufa kwenda kwa alohai, na hii ni itikadi kwa lugha nyingine huitwa tanasukhul arwah, kizungu inaitwa reincarnation. Tanasukhul arwah, yani kuregea roho kutoka kwa alokufa mpaka alio hai, na ndio utaona wale Wahindi huwachoma wale maiti zao. Ni kuwa ile roho, wanasema katika hiyo falsafa yao ama itikadi ya dini yao, ni kuwa roho haimaliziki, yani ni kitu kiko siku zote. Mwili ndio watengenezeka,
Kwa hivyo lau ule mwili utaatwa, ile roho itaweza kurudi pale na huchoma, na pengine mke wake wakamuua naye, wakawazika pamoja. Wa idha mata ahadu zawjaini, na pindi akifa mmoja wa mume na mke walioana wawili, yuhrakani ma'an, huchomwa pamoja, huteketezwa pamoja, kwa sababu ile roho isije ikamwingia huyu. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Ndo pale ukiona huchomwa ni kwa ajili ya fikra kama hizo, isije ikamregelea yeye. Na siku hizi angalau hao wanawake usalimika, lakini mwanzo likuwa wakichomwa na wao. Walughatuhum tusamma bilhindusi, na lugha ya Wahindi huitwa Kihindusi. Wa fil hindi lughatun adida, na katika Hindi pana lugha nyingi. Washtararat al-lughatul urdiya, na ikachangaa na imetangaa lugha ya Kiurdu. Baina almuslimina minhum, kati ya Waislamu kutokana na Wahindi. Na Hindi katika zile lugha nyingine ambazo si zenye kutajwa hapa imetajwa ya Kiurdu, tutazitaja kwa faida. Ziko takriban lugha 23. Kiurdu ni moja katika hizo lugha za Kihindi. Pana Kiasemes, pana Kibengali, pana Kibodo, pana Kikanada, pana Kikashmiri, pana Kikonkani, pana Kimeithili, pana Kimalayalam, pana Kimarathi, pana Kimeithili, pana Kinepali, pana Kiodia, pana Kipunjabi ama Panjabi ama Punjabi, pana Kisanskrit, pana Kisantali, pana Kihindi cha Kisindi, pana Kitamil, pana Telugu, kisha ya mwisho ni Kiurdu. Kwa hivyo hizo ni lugha nyingi tumezitaja kwa ndia ya kupeana faida. Walilhunudi khatun ma'rufun, na Wahindi wana khati zao maarufu. Yaktubuna hakadha, huandika namna hii iliyoandikwa hapa chini. Wa hadha assalamu alaikum wal afwa minkum. Kwa lolote tutashare na kulike na kuchangia katika sehemu ya comment. Wassalamu alaikum wal afwa minkum.